Asante kwa Mungu Baba siku ya leo. Karibuni Rehoboth Harvest Ministry ambako tunaendelea na mafunzo yetu katika kitabu ambacho tunafunza kwa wakati huu katika sura ile ya 30 ambapo ndiko tumefikia wakati huu. Na kwa hivyo tukikumbuka wiki jana mahali tulipopita wakati tulijifunza, tulikuwa tunasoma somo la 30 la 29 na tukaona mambo mengi pale Bwana aliyotufunza mpaka kufikia mstari wa 29. Katika somo hilo la 29 akawa anatukumbusha ya kwamba kati mambo ya siri ni ya Bwana wetu Mungu wetu, yeye ndiye anajua mambo yote ya siri. Hiyo ni kusema mambo yote ya siri yako katika ulimwengu wa kiroho, na hiyo ni siri ya Mungu, yeye pekee ndiye awezaye kujua, na mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi. Akisha tufundisha mambo hiyo ya kiroho, yakifunuliwa yaonekane na macho yetu ya wanadamu, ni yetu sisi na watoto wetu hata milele, ili tufanye maneno yote ya sheria hii, ili tuweze kufuata torati yake. Ndio anatufunulia mambo ile ya siri, nasi tukiweza kutii inakuwa ni yetu na watoto wetu milele. Kwa hivyo itakuwa ni usaidizi wetu tunapojua tunaishi vizuri, tunakaa vizuri, kwa sababu siri za Mungu zilizo katika ulimwengu wa kiroho ambazo ni siri zake yeye hutufunulia, na akitufunulia basi maisha inakuwa mazuri kwetu na watoto wetu. Kwa hivyo wapenzi, ni furaha kubwa wakati tunapoenda tukielezwa siri hizi, tukifunuliwa hatua kwa hatua. Na kwa leo katika sura hii ya 30 tunaona ya kwamba Mungu anafanya urejesho kwa Waisraeli baada ya hawa kuondoka katika njia za Mungu, na baada ya kutenda mambo ambayo hayakumfurahia Mungu wakati waliingia na kukuta watu wa mataifa katika, anawaonyesha katika nchi ya Kanaani, mkiingia huko mkipata utajiri na mambo mengine mazuri ambayo yatatendeka huko, na ng'ombe ambazo zinamwaga maziwa kila siku, na matunda mengi na asali zinapatikana hata kwenye miti, na vile vile mizinga, na furaha iwe kubwa sana, na hauna mambo yanayokusumbua kwa sababu Bwana amekupa nchi ile ahadi. Basi wengi watasahau. Ndipo Musa anawakumbusha, wengi walisahau ama watasahau vile Mungu amewatendea, na wakisahau Mungu anawaacha. Wakati wote utasahau vile Mungu amekufanyia, Mungu huondoka ndani yako na anakuangalia wewe uendelee na vile unajua, na maisha hayawi mazuri sana. Kwa hivyo ni vizuri kudumu katika Bwana na kukaa wakati wote ukimuita Bwana kila wakati maadamu anapopatikana. Kwa hivyo leo tunaona restoration of Israel, yani urejesho wa Israeli, ndiyo tunajifunza siku ya leo katika sura hii ya 30. Basi mstari wa kwanza, tena itakuwa mambo haya yote yatakapoajilia, yani mambo hayo yote ya kuondoka katika njia za Mungu, ya kukataa kufuata maagano ya Mungu na maagizo yake, ya kukataa kusikia amri zake, sheria na hukumu, basi ndiyo mambo yatakapotujilia na tuondoke na tuweze kupigwa na kushikwa na kufanywa watumwa, na watoto wetu kuchukuliwa, wamama kula watoto wao, na vile vile mambo magumu hata walio ya mchanga yanayotoka kati. Basi mambo haya yote yatakapotujilia vile tumesoma na tumefundishwa, basi yakija baraka na laana nilizoweka mbele yako, nawe utakapozikumbuka kati ya mataifa yote huko atakapokupeleka Bwana wetu. Yaani wakati utakapokuwa unakumbuka yale Mungu alikuambia, utajua ya kwamba kuna mambo mawili ambayo unatakiwa kujua: baraka na laana. Utachagua moja yapo ni gani unayotaka. Aidha utachukua laana iweze kuangamizwa wewe mpaka umalizike kabisa, ama utachukua baraka uweze kuishi katika uwepo wa Mungu katika nchi ile Bwana ametupa, nasi tukiwa katikati ya mataifa wataona utofauti. Nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako, yani utakaporudi upande wa Bwana, uache mambo yote ya ulimwengu yale umeona, uone matatizo yote yanayotendwa na ulimwengu ambayo yanafanya watu wasimwamini Mungu, kwa sababu kama wakati huu watu wana shida sana kumwamini Mungu. Watu wanatabu sana ulimwenguni kwa sababu kumekuja walimu kutoka kila aina, manabii wa uongo. Basi wametokea kila aina, hata wengine unawaangalia
unashindwa huyu sasa anaambia watu namna gani? Lakini kwa sababu amekuwa chombo cha shetani, anaweza kuchukua wengi na kuwaeleza njia zisizofaa. Nawe utakapomrudia Bwana Mungu wako, yaani uone mambo haya yanatendeka, na usikubali kununuliwa na mambo haya ama kuondolewa katika uwepo wa Mungu, na kuitii sauti yake. Uisikie sauti ya Bwana, uwe mtu makinifu, uwe mtu ambaye unasikiza sauti ya Bwana, kwa sababu kati ya hawa wote wanaohubiri, si wote wanahubiri neno la Bwana. Kuna wale wametumwa wakiwa watumwa wa yule mwovu shetani, lakini hauwezi kuwajua kama hujui neno la Mungu. Utawajua namna gani? Ni lazima kwanza uwe ile kitu mnaita kwa Kiingereza equipped, uwe na neno la Mungu kwa wingi, na ukilielewa neno la Mungu utawatambua, kwa sababu utawaona, utasikia wanavyosema na matunda yao utayaona, na utajua hawa hawaenendi na njia ya Mungu, na utakaa katika njia za Mungu. Na kwa hivyo utakaposikia hiyo sauti na uitii. Mfano wa yote ni kuagizayo leo, wewe na wanao, kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Yaani wakati utasikia hiyo sauti ya Bwana ambaye anakuagiza leo. Unajua leo ni lini? Leo ni wakati unanisikia saa hii. Leo ni wakati unasikia vile ambavyo neno la Mungu linasema, na uisikie hiyo sauti, kwa sababu Mungu hautasikia sauti yake. Yeye ni roho, na anatumia mwanadamu, anaingia ndani yangu sasa, ambaye ninaongea wakati huu, sauti hiyo inatoka, ndio unaisikia. Ndivyo anasema ya kwamba wakati wewe unapoenda kuhubiri, wewe sasa unayenisikia, wakati huo ndio Mungu anakutumia. Sauti yako ndio watu wanasikia, lakini Mungu akiwa ndani yako. Kwa hivyo kwa leo nataka uangalie, uelewe vizuri ya kwamba ati sauti ya Bwana ukiisikia sasa, kwa sababu anatumia vyombo vyake. Haleluya! Ukisikia na uweze kuitii, mambo yako yatakuwa mazuri. Anasema ya kwamba mambo anayokuagiza leo na wewe, itakuwa ni wewe na watoto wako, wanao na uzao wako wote, kwa moyo wako wote umwamini, moyo wako wote. Usiwe na mambo mengine unatarajia, kwa sababu haukuja hapa ulimwenguni kwa bahati. Ulikuja kwa sababu Bwana alitaka uwe hapa kwa wakati huu, na kwa roho yako yote, in your spirit, kwa moyo na vile vile roho. Kwa hivyo wapenzi, uone ya kwamba unamsikia Mungu na unatenda haya. Anasema haya yatakuwa ni maagizo mazuri kwako wewe na wanao, tena ni siku zote. Ndipo Bwana Mungu wako atakapogeuza utumwa wako, naye atakuhurumia. Mungu atageuza ile utumwa imekuwa ikikusumbua, shida ambazo umekuwa ukipitia, kwa sababu umemtii, kwa sababu umesikia sauti yake. Atageuza hiyo yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu umemrudia. Ukimrudia Mungu, anaondoa shida zote zinazokuzunguka na tabu zote zinazokukera. Tena atarejea na kukukusanya kutoka mataifa yote, huku alikokutawanyia Bwana Mungu wako. Atakuondoa kati ya hao watu wasioamini, hao watu wa mataifa, hao wanafanya mambo yao. Yeye atakutenga na hawa katika, ijapokuwa utakuwa kati yao, lakini wewe utakuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu wewe utakuwa taifa teule la Mungu. Kwa hivyo atakurudisha katika urejesho wake, na uweze kuwa unatembea naye hatua kwa hatua. Watu wako waliotawanyika wakiwako katika ncha na mbingu za mwisho, kutoka huku atawakusanya Bwana Mungu wako, kutoka huku atakutoa. Kwa hivyo wapenzi, watu wote ambao wanamwamini Mungu, watu wanaosimama katika njia za kumtii Mungu na kutenda mapenzi ya Mungu, Bwana anasema atawaondoa katika kila kona, katika kila, yaani ncha ni katika kila kona ya dunia, hata katika mbingu, ambao wamechukuliwa katika ulimwengu wa kiroho. Mafikira yao yanakaa yakifikiria mambo ya demonic, mambo ya kipepo na nini, na ni watu wa Mungu wametubu na wamerejea, basi atawaondolea hiyo shida. Ndio unasikia ya kwamba ncha za mbingu za mwisho, yaani kutoka duniani mpaka mbinguni, mpaka katika ulimwengu wa kiroho, atawakusanya watu wake, awaweke pamoja, na aweze kuwa yeye ndiye Mungu wao. Atawatoa, yaani atawatoa kule kabisa, atawakomboa, atawaondoa kabisa katika ile upotovu na hali ya kuangamia. Atakuleta Bwana Mungu wako uingie nchi waliomiliki baba zako, yaani nchi ile Mungu aliweza kuweka kwa sababu ya baba zako, na akaahidi. Yaani hapa ni wakati mtu wa Mungu ameenda
ameingia katika nchi ambaye Mungu amemwahidi, akakuta baba zake wako pahali pale, lakini wale watoto wakageuka sasa, wakaanza kuabudu mizimu na watu wa kale na sanamu na vinginevyo. Sasa Mungu anasema wakiweza kurejea na kuisikia sauti ya Bwana, basi yeye ataweza kuwarudishia kile ambacho alikuwa ameahidi na akawafanya baba zao warithi. Kwa hivyo wapenzi, hata nchi zilizonyakuliwa, hata mahali ambapo tulitengwa, hata nchi zetu ambazo zilichukuliwa na wakoloni na mambo mengine, angalia kwa hali ya kuona ambayo yamefumbuliwa. Ukiona hivyo mambo yaliyopotea, Bwana anasema atakurejeshea. Kila mtu atarudishiwa kitu kilicho chake, kwa sababu hivyo ndivyo Mungu amesema na ndivyo atakavyotenda. Nawe utaimiliki. Wewe utakaa vizuri, utaimiliki, you will inherit, yaani itakuwa yako. Sasa Mungu atakufanya uinherit, yaani uimiliki hiyo nchi, mali iliyopo na mengine yote, naye atakutendea mema na kukufanya uwe watu wengi kuliko baba zako, yaani atakupa uzao, atakuongeza, mtaongezeka. Unajua, kuna mahali tulisoma neno tukaambiwa, ninyi mliokuwa mkidhani mlikuwa wengi mtakuwa wachache, yaani mtaisha. Lakini sasa kwa sababu ya kurudi kwa Bwana na kukaa katika njia zake na kusikia sauti yake, sasa anatuambia tutakuwa wengi, tutazaana, kwa sababu atatubariki. Nakumbuka hiyo ndio amri ya Mungu ya kwanza katika kitabu cha Genesis 1 mstari wa 26, 27 na 28. Anasema, nendeni mkazaane na mjaze ulimwengu na muumiliki, yaani iwe ndiyo miliki yenu. Kwa hivyo wapenzi, ikiwa ndiyo sheria ya Bwana, tunakosa kumiliki ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi tunazotenda kila siku, mambo ambayo tunakimbia kutoka kwa Bwana. Hatutaki kusikia sauti ya Bwana, tunafikiria tunajua zaidi, tunaenda kujifurahisha. Furaha yetu wenyewe ni ulevi, ni nini, ukahaba, mambo mengi maovu, ibada za sanamu na mengineo. Hayo ndio yanatutenganisha na Mungu wetu, kwa sababu Mungu hawezi kaa mahali pale. Lakini wakati tutasikia sauti yetu, anatuambia sauti ya Bwana tukiisikia na tutende maagizo yake, anasema atatufanya tuwe watu wengi, yaani uzao wetu utaongezeka kuliko vile baba zetu walivyokuwa. Kumbuka wakitoka Misri, ukikumbuka wakati huo, hata achana na mambo ya Misri, ukianza siku ya Ibrahimu, alikuwa peke yake na mke wake, walikuwa ni Sara na Ibrahim peke yao, na baadaye alienda akiwaongeza kila wakati, akawa na Isaka, wakawa na Yakobo, wakawa na Esau, wakawa na Ishmael. Unaona, wakaenda wakiongezeka. Na sasa nakwambia, wakienda Misri walikuwa 70, na walipokuwa 70 baadaye walitoka huko wakiwa zaidi ya 1.5 milioni, wakati walienda nchi ya ahadi, walipokombolewa kutoka kwa Farao. Sasa nakwambia nini, wewe ambayo unaonekana mdogo sana, hata katika nchi hii ya ugeni, ama mahali ulipo katika nchi yako, mahali ulipo wewe utaongezeka. Hata watu wakidhani umekwisha, uzao wako, ikiwa utawafunza neno la Mungu, ikiwa utawaweka katika njia za Mungu, uzao wako utaongezeka, watu wataongezeka. Hata wakati utatoka ulimwengu huu, utakuta ya kwamba katika ulimwengu wa kiroho utakuwa ukiona watoto wako wanaongezeka, mnazaana, mbegu yako haitaisha. Hivyo ndivyo Bwana anavyotueleza siku ya leo. Na unajua, kufanya mambo haya ni rahisi sana. Lazima wewe mwenyewe umpende Mungu. Wewe ukimpenda Mungu na mke wako, mpende Mungu, kwa sababu ninyi ni mwili mmoja. Baada ya hapo, watoto wenu muwafunze maombi hata katika nyumba yenu. Wacha mambo mengi yawe mnaongea kulingana na uungu. Hata wakati mwingine mkipitana katika nyumba zenu, tuseme mke na mume, fanyeni hiyo mambo katika rumu yenu ya siri, muweze kupatana kila wakati, lakini sio kuonyesha watoto mbegu ya uasi, mbegu ya madharau na mengine. Mambo haya mkienda mkifunza watoto, hawatasahau. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Proverb 22 mstari wa 6, ati tukifunza watoto neno hili, hata wakiondoka kidogo watarudi tu. Kwa hivyo wapenzi, tujifunze kufunza, ili urithi huu uwe wetu milele na tuongezwe, tuwe watu wengi. Hakuna kitu cha furaha wapenzi, ijapokuwa sijafika hapo, lakini nimeona ati ya kwamba mtu mzee ama mama mzee, mkongwe, anapofika siku ya kuondoka ulimwengu huu, anaona watoto na vijukuu na vitukuu wake wengi wakija pale, wakati siku zake zimekaribia.
ana furaha kubwa sana, kwa sababu anajua hakuiacha dunia uchi. Alimetoka kama amebadilisha dunia na ameacha urithi wa Bwana ukiwa katika familia yake. Kwa hivyo wapenzi, ili neno hili la Mungu liweze kutimia, Bwana Mungu wako atautahiri moyo wako na moyo wa uzao wako, ili umpende Bwana Mungu wako. Yaani Mungu, wacha ile kutahiri physical, ile ya physical, ile ya mwili. Kuna hiyo ya mwili ambaye ni agano la nchi. Kwa hivyo atatena, ili liwe lagano la kiroho, anasema atatahiri hata na moyo wako, roho yako, moyo wako atautahiri, ili uweze kumwona Mungu kwa undani zaidi na bila kuondoka. Unajua, katika hali ya kutahiri, sijui kama unaelewa, huwa ni alama unawekwa. Hiyo alama haitoki tena, kwa sababu ile gomvi ikiondolewa haitarudi, haitamea tena. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Hata katika moyo, ukitahiriwa moyo, hiyo uchafu haitarudi tena. Utakuwa wewe ni kiumbe kizuri cha Bwana. Kwa hivyo ndio anasema utakuwa umetahiri mwili na roho. Kwa hivyo wewe utamfuata Mungu wako. Hakuna kitu kitakubadilisha, kwa sababu ya kale hayatarudi. Ile gomvi iliondolewa haitarudi. Katika ulimwengu wa kiroho, ukitahiriwa kiroho, katika ulimwengu wa kiroho, moyo wako utahiriwe, ukae katika Bwana, hautarudi tena katika dhambi, kwa sababu wewe, hiyo haiwezi kumea tena dhambi ndani yako. Wewe utakuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Maisha yako haitakuwa the same again, kwa sababu yule mwovu shetani hatapata mahali pa kurudi kwako. Kuna mambo mengi sana naweza kueleza kuhusu kutahiri kwa mwili na kwa kiroho, kwa sababu ile govi ikiondolewa ni mfano wa kuondoa dhambi ambayo inakufuata kila wakati, lakini ina undani zaidi. Lakini nataka uelewe mpaka hapo kwa sasa, sababu Bwana amelinena katika huu mstari wa 6. Kwa hivyo wapenzi, tahiriweni katika mioyo yenu, ili mumuone Mungu vizuri na muweze kukaa katika njia zake. Acheni kuchezea kazi ya Mungu, kwa sababu Mungu hasahau. Mungu wakati unatenda mambo kwa sababu ya ubinafsi, Mungu atakutana nawe siku yale. Siku ikifika, mtakutana pamoja na yeye, na mambo mengi mabaya yanaanza kutendeka hapa ulimwenguni kabla ya kwenda kwa Bwana, na mambo mengi mazuri yanatendeka kwako hapa ukifuata maagizo ya Bwana. Kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote upate kuwa hai. Yaani ukishatahiriwa moyo na umpende Mungu kwa moyo wako wote na roho yako yote, your spirit na moyo ya heart. Kwa hivyo ukimpenda Mungu kwa yote hiyo, anasema ndio utakuwa hai, ndio utakuwa alive, ndio utaweza kuwa hai. Wakati haumpendi Mungu, wakati hauko namna hiyo, wewe hauko hai, wewe ni kufa, unakufa polepole. Kwa hivyo wapenzi, ili tuwe hai, ili tuishi vizuri, ni vizuri tumjue Mungu na tutembee naye, na tuweze kutahiriwa katika mioyo yetu, ili tuweze kujua Mungu ni nani. Na laana hizi zote za Bwana, na laana hizi zote Bwana Mungu wako atawatia adui zako na hao wakuchukiao, waliokuwa wakikutesa. Yaani ile mambo unapitia, machungu ile ulipitia ikakutesa, watu wakakutesa, wakakucheka, wakakusota, yaani hawakuona ukiwa mtu wa maana. Anasema hizo zote atawarudishia. Laana zitarudi ulimwenguni, na wewe utakuwa umetakaswa vizuri, na wewe utakuwa ni mtu ambaye anaishi katika baraka za Mungu. Kwa hivyo wapenzi, ujue ya kwamba wakati laana zinatoka kwako, hazirudi mbinguni. Hapana, zinarudi kwa maadui. Yaani kuna hizi maroho zinakaa within, zinakaa humuhumu pamoja na sisi, lakini zinaenda kwa wale ambao hawamwamini Mungu. Hao ndio kitoweo chao. Na wewe ambao unamwamini Mungu, unakuwa katika baraka ya Mungu, ambazo ni baraka zinazo katika ulimwengu wa kiroho zinaletwa kwako. Ndio unasikia mwimbaji wa wimbo anaimba, usinipite Bwana wakati unaenda kubariki wengine. Kwa nini anasema hivyo? Ni kwa sababu Roho akubariki akija, ni lazima apitie kwako na akubariki, akuachie thawabu zako. Lakini kumbuka katika Misri, wakati waliambiwa wale mwanakondoo, kwa sababu siku hiyo wataondoka asubuhi na mapema kwenda katika nchi ya ahadi, wataanza safari. Kumbuka wale waliokataa kula mwanakondoo,
na hata lingo za milango yao hakukuwa na damu ya mwanakondoo. Basi wote waliona malaika wa kifo, roho ya kifo ilitembea usiku huo. Malaika wa kifo alitembea na aliingia tu kwa wale ambao hawakuwa wamekingwa na damu ya kondoo. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Jua kujilinda kwa kumkubali Mungu aishi katika boma yako, aishi katika maisha yako. Na ataishi namna gani katika boma yako? Ataishi katika boma yako ikiwa umempa moyo wako. Ikiwa umempa moyo wako, hata wengine walio karibu na wewe, mke wako, mme wako, watoto wenu, wataona wokovu ulio nao watatamani wokovu huo, na watatembea katika njia hizo, na boma yako itakuwa ya amani. Kwa hivyo nao watesi wako utaona wakiteseka na wakitendeka, si kwa sababu ya ajabu sana, hapana, ni kwa sababu zile walikulaani nazo zimewarudia, zitawarudia hao, nawe utakuwa huru na utamiliki katika ufalme wa Mungu. Nawe utarudi uitii sauti ya Bwana na kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Huwa Bwana haongei juu ya jana, kwa sababu jana imepita. Kama jana ulikuwa na dhambi na hukutubu, sasa hiyo ni yako, kwa sababu lazima utubu. Lazima uwe mtu wa kutubu kila wakati, kwa sababu kila wakati hata ukitenda dhambi, dhamiri yako huwa inakuambia hapo umekosea, na inakuambia tu, na unajua kitu cha muhimu. Na ningekuambia siku ya leo, tubu wakati huo huo, usigoje. Nena na kinywa chako, Baba, ninatubu hii dhambi, hapo hapo, hata kama ni kimya kimya. Tubu wakati huo mara moja, wakati umejua hiyo dhambi umetenda na umesikia una hukumu ndani ya roho yako. Kwa hivyo tafadhali, moyo wako ukiwa na hukumu hiyo, tubu saa hiyo, usiweke ziongezeke, hapana. Na ndio unasikia tunaambiwa na Bwana tuwe watu wa kutubu kila wakati, kujitakasa. Yaani wakati wote Bwana apate makao ndani yetu. Anasema tukisikia sauti yake hiyo na kufuata maagizo yake leo. Anasema leo, sio jana. Kwa hivyo wapenzi, tunaishi leo. Kesho iko mikononi mwa Mungu. Na hiyo ndio kitu unatakiwa ufahamu vizuri. Kwa sababu anasema vizuri, anasema yeye ni Mungu jana, leo na hata milele. Hiyo ni kusema ya kwamba jana alimaliza na ukawa hai na akakupa baraka zote alizotaka kukupa. Lakini leo muko na yeye, anataka umsikie vizuri. Leo anataka uenende kwa njia gani. Lakini kesho usiogope kesho, kwa sababu tunaishi leo. Kesho ni siku ya Bwana. Bwana ndio anajua kilicho ambacho amekuwekea. Kwa hivyo wapenzi, ujifunze kuishi leo ili uishi hai, uwe hai kila wakati na ukae ukijitakasa, kwa sababu hiyo ndio itakuidhinisha kuwa kesho, kwa sababu vile unavyotembea na Mungu leo ndio kesho yako itakavyokuwa. Kwa hivyo wapenzi, na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yote ya mkono wako, wakati utamwamini Mungu namna hiyo, wakati utatenda mapenzi ya Mungu. Na unaona siri kubwa hapa, anaongea sana juu ya kusikia sauti, kusikia. Hii sauti, kusikia, ni kitu cha muhimu sana, na ndio anakuambia sasa utapata uheri, yaani uheri katika kazi yote utakayofanya ya mikono yako. Wakati utaguza kazi yoyote namna hii na mikono yako, Mungu ataibariki, yaani utakuwa heri. Na ndio utakumbuka mafunzo aliyofunza pale mlimani wakati alikuwa anafundisha. Ukisoma katika Mathayo 5, the Sermon on the Mountain, anasema heri walio wanatafuta amani, heri wanaotafuta Bwana, heri. Hiyo kuwa heri katika somo hilo, the Sermon on the Mountains, ni kitu cha muhimu sana. Ndio inaelezewa mahali hapa. Ndio anakuambia kitu chochote utakachofanya, kwa sababu umesikia sauti yake, wewe utakuwa heri, wewe utakuwa mbarikiwa, wewe utakuwa umeinuliwa, kwa sababu hicho kitu utaguza kwa mkono wako. Sijui kama unaelewa kuguza na mkono wako ni kusema nini. Wacha nikuambie kitu kidogo tu. Wakati unakula chakula na mkono, wakati unakula ugali wako ama chakula chako ama mchele ama pilau ama nini, unakula na mkono wako, unakula na mdomo namna hiyo. Kuna uhusiano wa chakula hicho unachokula na mkono ukiingia kwa mwili wako. Kuna uhusiano wa mwili na upokezi kuliko wakati unapokula na kijiti ama na chuma, yaani uma. Nataka kukuambia nini? Ukila chakula kwa mkono unashiba vizuri kuliko wakati unakula na uma na vinginevyo. Na unajua kwa nini wakaweka uma? Kwa sababu walikuwa wanafanya kazi nyingi mahali wako kazini,
wakiguza wanaguza vitu za sumu na zinginezo, ndizo wanaweka hizi uma, kwa sababu hawaamini hata mikono yao, hawaogi. Kwa hivyo wanatumia uma, na wale wengine wanatumia vijiti, kwa sababu kazi wanazofanya wanaona kuna bakteria, kuna virusi na vitu vingine wanaguza sasa, na hawana wakati wa kuoga hawana wakati wa kuoga, ndio wanatumia hizi vitu. Lakini mtu ambaye anapenda maji, anapenda kuoga, wakati wote atakula mikono yake, na hiyo upatanisho yake na chakula kitakuwa ni kitamu, kwa sababu hiyo ndio mapenzi ya Mungu. Na ndio anasema hata wakati unakula chakula hicho na umeguza na mkono wako, utakuwa heri. Hicho chakula kitakuwa kinakusaidia katika mwili wako. Kwa nini? Kwa sababu amesema utakachoguza na mkono wako utakuwa heri. Haya ni mafunzo na wafunza katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo wapenzi, kuna mambo mengi ambayo tunadharau tu na tunaita mambo mengine ustarabu. Wakati mwingine ni ustarabu, lakini wakati mwingine tuingie katika neno la Mungu. Utakuta watu wengine ambao kama wale wanafuata dini zao kabisa, wanajua siri hizi ambazo nawaeleza sasa ninyi mnaonisikiza. Ukiangalia Wahindi wanatumia mkono kila wakati. Wakila chakula chao wanapakua kwa mkono, hata wakiwa pamoja wanakula na mkono. Ukiangalia Waarabu vile vile wanatumia kwa mkono. Angalia makabila yale yameingia katika hali ya mambo ya kwao, tamaduni, wanakula na mkono. Lakini sisi ambao tumeendelea maendeleo, na sikuambii waache maendeleo yako, endelea naye tu, endelea na maendeleo yako, lakini sisi ambao tumefuata maendeleo ya wengine, sababu huma ni ya wazungu na hii vijiti ni ya Wachina. Mambo kama hayo ukiangalia ni sisi kopi, sisi ndio tunakopi kila kitu. Yaani sisi utamaduni wetu wa Mwafrika tulikuwa tunaketi chini tunakula pamoja ugali, tunakula namna hiyo, unabarikiwa. Na ilibarikiwa, watu walishiba ugali kidogo, familia mzima wote wakashiba, wakagawana pale, wakala kila mtu na mkono wake vile anaweza, na wote walilala salama. Lakini sasa wakati huu tumegata, tuliweza kugawanya kwa umma na nini, utakuta kila wakati kuna njaa katika boma. Na haya mambo nawafunza ni katika ulimwengu wa kiroho. Wewe fanya vile unavyoona vizuri, lakini Bwana ameniambia nikufunze na nikueleze. Kwa hivyo wapenzi, utaona katika uzao wa tumbo lako na katika uzao wa ng'ombe wako na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa mema kwa alivyofurahi juu ya baba zako. Kwa hivyo ukitenda mapenzi ya Mungu, kile unaguza kinabarikiwa. Naye anasema vile vile tumbo lako litabarikiwa. Watoto utakaopata, uzao wako itakuwa ni baraka. Vile vile uzao wa kwanza anasema ni uzao wa tumbo lako. Uzao wa pili ni uzao wa ng'ombe zako, ambazo hiyo ni mifugo, watakupa maziwa na nyama ambazo unahitaji. Na vile vile uzao katika nchi yako, hiyo ni mambo ya mimea na mambo mengine inayomea mchangani na nini, yote hiyo atabariki. Kwa hivyo atabariki wewe, abariki mifugo yako, abariki uzao wa mashamba yako. Kwa hivyo kila kitu. Kwa sababu gani? Bwana atafurahi na wewe kwa sababu umerudi kwake. Na Bwana akifanya hivi, basi maisha yako yatakuwa mazuri. Wapenzi, si wingi wa mali atuonage katika akaunti yako benki, ati una mabilioni na nini. Hizo hata hutakula, uwezi maliza. Hapana, ni mali, ni kitu unachokula na unafurahi. Hata hiyo benki ukienda unakuta kuna kabalance kazuri kana kupendeza. Kwa hivyo wapenzi, mambo mengi ni kusaidiana na kuinuana. Mambo mengi ni kusaidiana, naye Bwana anakuongeza, kama vile amesema katika kitabu cha Zaburi 23, anasema ataongeza kikombe chako wakati ambapo unagawa. Na unaona, ataweka mbele za adui zako, aweze kukuongezea na kukufanya mtu wa maana. Kwa hivyo wapenzi, mambo mengi tunajiwekea, mengine ni hatari na si vibaya kuweka, lakini vizuri. Lakini vile vile ukumbuke, Mungu ni Mungu wa ushirika. Mungu ni Mungu ambaye anawakumbuka mayatima na vile vile wajane na vile vile mgeni anayepita kwako. Bwana anawajali sana. Kwa hivyo tuwe watu ambao tunalielewa neno la Mungu, tufanye maagizo ya Mungu vile Bwana amesema. Ukiwa utaifuata sauti ya Bwana Mungu wako kwa kuyashika maagizo yake na amri zako zilizoandikwa katika chuo hiki, na amri zake zilizoandikwa katika chuo hiki, yaani Biblia. Wakati utashika amri hizo na umesikia sauti yake ikipitia nani? Kwa watumishi wake ambao wanakusomea Biblia, hao ambao wanakueleza. Bwana anasema usikie yaliyoandikwa katika chuo hiki, katika neno la Mungu, katika Torati
ambaye nimekuwa nikifunza kitabu cha Mwanzo ambacho tulijifunza vile vile, tukaja kitabu cha Kutoka, tukaja kitabu cha Walawi, tukaja kitabu cha Hesabu, na sasa tuko katika Kumbukumbu. Kwa hivyo wapenzi, hiyo ndio torati, hiyo ndio torati ya Mungu, hiyo ndio iliandikwa katika kitabu hiki. Mambo mengine ambayo yanafuata katika vitabu vingine yote wanaongea kutoka katika kitabu hiki, wakati Bwana alikuwa akinena yeye mwenyewe. Kwa hivyo wapenzi, ukimwelekea Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, Bwana anasema atakuwa pamoja nawe na atakuwa Mungu wa kukubariki na kukuinua, na njia zako zitakuwa nzuri. Lakini je, wapenzi, ikiwa uthibitisho wa agano kwa wale wa Palestina waliokuwa pale kule Palestina. Kwa hivyo wapenzi, tunakuja hapo, ni kwa wakati Israeli vile waliambiwa mambo watakayofanya na wafuate, na kazi ya mikono yao itabarikiwa, nao watainuliwa na Mungu atarudi kwao, kwa sababu nao wamemrudia. Wakati utamrudia Mungu, ndipo mambo yako yote yatakapokuwa mazuri. Tuangalie ratification ya Palestinian Covenant, yaani udhibitisho wa agano la Wapalestina, mahali ambapo walikuwa wanaenda katika nchi ile kwenda kuirithi. Kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako, wala si mbali. Mambo haya Mungu anatufunza si mazito, si magumu, na hayako mbali. Sisi wenyewe ndio tunakaa mbali naye, lakini Mungu ameyaweka karibu nasi kabisa, nasi tunaweza kuyapata. Na ningependa laini hizi tuweze kusoma tukikumbuka. Nitawaguzia kitabu fulani hapo tuweze kuona. Nimewaambia mambo mengine yanayofuata kutoka kwa Torati yote yanatolewa katika Torati na yanaandikwa katika vitabu vingine tofauti tofauti, mpaka vyote 66 ambavyo vimeandikwa, na zingine ambazo hazikuandikwa zinafanya kuwa 80 ambazo zipo. Kwa hivyo wapenzi, na kwa maana maagizo haya hayako mbali, yako karibu. Wakati unamsikiza Mungu, yuko karibu sana nasi na haiko mbali. Kwa hivyo usiseme ati Mungu yuko mbali, ni wewe unakataa kusikia. Lakini ukikubali kusikia, mambo haya si mazito na si magumu. Mambo haya ni rahisi sana na yako karibu na sisi. Si binguni hata useme ni nani atakaye tupandia binguni akatuletee, aje atuambie tusikie tupate kuyafanya. Usifikiria ati hii mambo ya Torati utaipata binguni ati unangojea tena Yesu atakapokuja ndio uweze kusikia. No. Saa hii unaisikia, saa hii wakati unasikia sauti nikisema. Kwa sababu na mimi nasema kutoka Torati, kwa sababu Bwana ananitumia kwa wakati huu. Kwa hivyo wapenzi, hili neno ambalo unaona hapa, hii sura ya 30 mstari wa 12 na 11, yote tukiendelea hapo, iko katika kitabu cha Warumi 10. Ukisoma Romans 10, yote inaeleza juu ya hii. Inaeleza juu ya ni nani ataenda mbinguni atuletee Bwana, ni nani atafanya hivi. Lakini tunaambiwa kila kitu iko kwenye ulimi wako, wewe ndio utakayesema, na rohoni mwako. Sikiliza sasa, tuko hapo sasa. Uende Rumi ukasome Rumi, na haujui chanzo chake ni hapa, ni Bwana aliyenena. Kwa hivyo anasema si mbinguni hata useme ni nani atakayetupandia huko mbinguni akatuletee. Ni nani ataenda mbinguni wakati huo alafu aende alafu arudi? Hata wale wanalala siku ya leo, wale mnaosema wanakufa, wakienda hawarudi. Hata wakati wa Ibrahimu na Lazaro, wakati huko aliambia ule tajiri, hapana, hatuwezi rudi huko, hatuwezi tumana. Kama hawakusikia wale wako huko, basi hata ukituma wengine hawezi sikia. Ndiyo ni kusema kama usikii karanja vile nakuambia leo, usingoje wengine watatoka mbinguni waje wakuambie. Hapana, Bwana hatafanya hivyo. Kwa hivyo wapenzi, sasa anasema nini? Ati ni nani atatuletea kutoka mbinguni, au nani aje atuambie? Tayari tunaambiwa, tayari sisi tunaosikia neno hili siku ya leo tunaambiwa, wala si ng'ambo ya pili. Yani hautavuka bahari hata useme ni nani atakaye tuvukia bahari akatuletee, aje atuambie tusikie ili tupate kufanya. Ati nani ataenda kutuletea kutoka Afrika? Nani atatuletea kutoka Marekani? Tulikuwa na ugonjwa fulani wakati fulani katika Afrika, nyakati zingine, ambapo kama miaka 10-20 imepita katikati hapo. Sasa ni kama miaka 40 imepita. Nyakati hizi watu Afrika wamekuwa tuna ugonjwa fulani
Na ugonjwa wenyewe ni kukaa saa yote tukitegemea ati mtu akitoka Amerika ama nchi ingine ndiye atakuja na injili mzuri. Unakuta watu wamejaa na wenye wana neno katika Afrika ama katika sehemu ya India ama kwingineko, wakienda kusikizwa wanaambiwa hawa watatuambia nini na tunawajua. Hiyo ndio makosa kubwa tumefanya. Kila wakati tunangoja wageni ndio watakuja, na neno la Mungu linasema si ati nani atavuka bahari aende akatuletea. Hapana, neno la Mungu ni hili, Biblia ni hiyo, na hakuna utofauti. Sisemi usiwasikize, wasikize wakija, lakini ujue ya kwamba kama huwezi kujifaidi wewe, akija akuambie alafu waende, hata utaanguka, hautaweza kukaa kwa sababu ameenda. Kwa hivyo ameenda na neno lake, amerudi katika Amerika, amerudi Afrika, amerudi mahali ameenda. Wewe ujifunze kusikiza neno la Mungu mahali ulipo, na watu manabii wa Mungu ambao wametumwa kukueleza neno hilo, kwa sababu hakuna atakaye kuletea neno jipya kuliko lile ambalo Bwana alitupa tangu hapo mwanzo. Wala yani si ng'ambo ya pili ati ufikirie bahari mtavuka ati ndio iende ikaletwe neno. Hapana, neno liko hapo, na ndio amesema hapo mstari wa 11 ya kwamba si maneno hayo si mazito kwako, na wala hayako mbali, yako pamoja na wewe. Na sasa wakati unayasikia usiweke ugumu wa moyo wako, lakini neno likaribu nawe sana, neno likaribu nawe sana, likatika kinywa chako na moyo wako upate kulifanya. Neno li karibu sana na wewe, unalisikia saa hii wakati na kueleza, unasikia. Kwa sababu yeyote anayenisikiliza sasa ana masikio mazuri, yeye si kiziwi, na neno liko hapa na liko katika ulimi wako, ukalinene kinywa chako na moyo wako ulitoe. Bwana anaishi ndani yako, utoe neno hilo lenye nguvu liweze kutenda kazi, kwa sababu haliko mbali, haliko mbali na si gumu sana, liko ndani yako. Hapa limerudiwa na likarudiwa na Paulo akiongea na Warumi. Hili ndio alikuwa akieleza, na ndio maana unaona Paulo alichaguliwa na Mungu, alichukuliwa ili aweze kafanye kazi. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa msomi, aliweza kusoma hapa na kuweza kwenda kuwaeleza watu vile ilivyo. Wale watu waliokuwa wa mataifa, the Gentiles, wale hawakuamini, wale hawakuletewa habari hii, kwa sababu ilikuja kwa Wayahudi kwanza, na hao ambao hawakujua ndio mtu msomi alitakiwa aende akawafunze. Ndio maana hata na sisi wasomi Mungu anatutuma wakati mwingine tuje tuwafunze wale ambao hawataki kusikia, na ndipo watasikia, kwa sababu neno haliko mbali, liko ndani yetu, na tuseme na ulimi. Na tena mtumishi wa Mungu James Jacobo akasema tuwe watu wa kutenda neno, na tukitenda neno, ukisoma katika kitabu cha James 1 mstari wa 22, tusiwe watu wa kusikia tu, lakini tufanye vile neno inasema. Ndio hivi tunaelezwa sasa wakati huu. Kwa hivyo ukisoma mambo haya utaelewa hata Agano Jipya hakuna upya, mambo yote yako hapa ni siri. Na katika Warumi umeambiwa vizuri sana, Warumi 10 utaona ya kwamba ati neno liko ndani yetu, ni kusema tu, na ukisema linaanza kutenda kazi. Kwa hivyo angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kwa hivyo wapenzi, Mungu ameweka mbele yako, hii amekuwekea mbele yako, ni wewe utachagua, ni wewe utaamua utaishi namna gani. Amesema ya kwamba nimeweka mbele yako uzima na mema, nimekuwekea uzima na mambo mazuri. Ukitaka uzima, ufuate sheria ya Mungu, mafundisho yake, maagizo yake, utaishi vizuri na utapata hayo mema yote ametuambia. Na vile vile ameweka mauti, ameweka kifo na mabaya. Kabla ya kufa utapitia mambo mabaya kabisa. Yaani hii kifo, mauti na mabaya ndiyo laana, na uzima na mema ndiyo baraka. Kwa hivyo wapenzi, Mungu ameweka hii mbele yako, ameweka uzima uishi vizuri, kwa sababu mtu anaye uzima ni yule anayekula vizuri, anakula kulingana na sheria za Bwana. Tulisoma katika Walawi, tukaona vile watu wa Mungu wanatakiwa hata kula chakula na mambo mengine. Tumesoma vile vile mambo mema vile yalivyokuwa yakija na baraka zake, na tumeona vile vile mauti wakati watu hawakwenda na njia za Mungu na vile walipatwa na mabaya. Kwa hivyo wapenzi, Mungu ameweka mbele yetu sasa, ameweka uzima na mauti. Uamue ni kitu gani utachagua. Kwa hivi ni kuagizavyo leo kumpenda Bwana Mungu wako, kuenenda katika njia zake na kushika maagizo yake na amri zake. Leo ninakuagiza wewe ambaye unanisikia leo, ati ya kwamba uweze kuenenda na njia za Bwana. Na njia tunajua
Njia ni moja tu, njia ni Yesu Kristo. Njia ni moja. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6, Yesu anasema mimi ndimi njia, ndimi ukweli na ndiye uhai. Kwa hivyo wapenzi, njia ni moja, na Daudi akalia wakati moja akaambia, Bwana nifundishe njia zako. Kwa hivyo maana ya kujua njia za Bwana, ili Bwana anapopitia pale anakukuta wewe tayari uko katika njia hizo, anakubariki. Kwa hivyo anasema usishike maagizo yake. Hiyo ni moja, shika maagizo ya Bwana, hiyo ndiyo njia ya Bwana. Alafu shika amri zake, alafu ujue hukumu zake. Ujue ukitenda hii itatendeka hivi, upate kuwa hai na kuongezeka, Bwana Mungu wako apate kukubarikia katika nchi uingiayo kuimiliki. Ili ukifanya mambo hayo katika nchi ambayo Mungu ametumpa sasa, vile tunavyoishi sasa, mahali ulipo saa hii, atakubarikia hapo, atakuinua hapo, kwa sababu hiyo ndiyo miliki yako ambayo amekupa. Kwa mimi, sababu lazima tuwe na ushuhuda. Mimi nimebarikiwa kwa sababu ninaishi, watoto wanaishi, mke anaishi, wengine wanaishi, marafiki wale ambao nasaidia wanaishi, naweza kuwasaidia 2 watatu, hata kama si wengi, kulingana na mapato yangu. Kwa hivyo wapenzi, na wewe uwapende wengine. Kwa hivyo wakati wote utende mapenzi ya Mungu, uishi katika milki yako ambayo Mungu amekupa, na uishi kulingana na maagizo ya Mungu na amri zake na hukumu zake. Ukishajua hizi maagizo, ndiyo sheria. Kwa hivyo ukijua mambo haya, uweze kukaa vizuri, Bwana anasema atakubariki zaidi katika nchi ambaye amekupa, yaani mahali amekupa iwe tawala yako. Lakini moyo wako ukikengeuka, wakati utageuka moyo wako, usipotaka kusikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia, wakati ambapo utakataa kufuata Bwana, uweze kufuata miungu ingine na kuitumikia, sanamu na zingine na picha na nini, mambo ya raha, mambo ambayo yanaelezwa, mambo ya mwili yanayokusumbua katika Wagalatia 5 mstari wa 18, 19 hapo 20. Mambo hayo ambayo ni ya mwili na unayajua na unayafahamu, wakati atakufanya uondoke katika njia za Mungu na uende katika ibada hizo. Na anasema vizuri, ukisoma katika hii Deuteronomy, kumbukumbu ya Torati ambayo tumesoma 7 mstari wa 5, utakumbuka vile unatakiwa kuharibu hiyo mifano yote ambayo umekuwa ukiabudu, uiondoe katika maisha yako kabisa, uchome iwe majivu na iteketezwe kabisa. Usipofanya hivyo, uondoke katika njia za Mungu na uanze kufanya mambo ya kufurahisha dunia, basi anasema ya kwamba umetoka na kuitumikia hiyo miungu ingine. Na wahubiri hivi leo, hakika mtaangamia, hamtazifanya siku zenu kuwa nyingi juu ya nchi uivukiayo Yordani uingie kuimiliki. Yaani ukifanya hayo, siku zako zitakuwa chache sana katika ulimwengu, hautaishi sana, sababu dhambi ndio utuweka katika shida nyingi sana. Angalia mambo kama uenezaji wa ukimwi, nini, mambo kama yale yote yanafanyika kwa sababu ya dhambi. Watu hawaogopi dhambi, wanasema ni fashion. Kwa hivyo wapenzi, watu wataingia katika tabu hizo, mambo ya chuki, mambo ya kuua, mambo ya ukabila, mambo ya kuona wewe si nani. Hakuna mtu alizaliwa mahali alipo kwa kupenda kwake, ni Mungu alitaka awe mahali hapo. Uwe mweupe, uwe mweusi, uwe wa yellow, uwe rangi gani, hata uwe makaa, wewe ulizaliwa huko. Uongee lugha gani, wewe ulizaliwa na Mungu anajua kwa nini uko hapo. Kwa hivyo tunatakiwa tuwe wandugu na tupendane zaidi. Kwa hivyo wapenzi, ili tuweze kuimiliki nchi na nazishuhudize mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimewawekea mbele yenu uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili upate uhai, wewe na uzao wako. Kwa hivyo Bwana anatuambia leo, ameweka mbele yetu chaguo. Ni juu yako kuchagua. Mungu hakuchagulii. Mungu ametupa uhuru wa kuamua ni nini tunataka. Na anasema ya kwamba mbingu zishuhudie. Mbingu ndio wawe witness, waweze kuona vile Mungu amesema leo. Yaani nguvu zote, maroho zote za mbinguni waone ya kwamba Mungu ameandika leo, amenena leo, ya kwamba amenena juu yenu leo,
ya kwamba ni juu yako uamue, kwa sababu yeye ameweka uzima na mauti mbele yako. Uchague ni gani unataka. Ukitaka uzima, utakaa katika uzima. Ukitaka mauti, itakupokea, itakuja tu, iko hapo tayari. Mungu ameiweka, ni wewe utakaichagua. Basi chagua uzima. Anakuambia badala ya kuchagua mauti, yeye mwenyewe amekupa kanjia, amekuonyesha kanjia. Basi chagua uzima ili uwe hai, ili uweze kuishi wewe na uzao wako, ili wewe uishi pamoja na watoto wako na uzao wako. Chagua uzima. Lakini ikiwa utachagua kifo, wewe na familia yako kuisha, mtakuisha nyote. Basi kumpenda Bwana, uamue kumpenda Bwana Mungu wako, kuitii sauti yake, kushikamana naye, kwani hivyo ndio uzima wako, na wingi wa siku zako, upate kukaa katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako Ibrahimu, Isaka na Yakobo kuwa atawapa. Kwa hivyo wapenzi, mambo unayotakiwa kufanya kulingana na maandiko matakatifu ya Mungu, kwanza umpende Mungu. Namba ya kwanza, penda Mungu. Usikubali Mungu wako kuchanganyikwa na kitu chochote. Umpende Mungu wako, si Mungu wetu. Neno linasema hapo Mungu wako. Unajua vile mmetembea na Mungu wako wewe. Huyo Mungu ambaye tunakutana siku ya Jumapili kule makanisani mwetu, kwa sababu tuna imani moja, roho moja, Mungu mmoja. Kwa hivyo sasa tukikutana tunakuwa na ushirika na tunakuwa serikali ya Bwana pale kanisani. Lakini kwanza wewe una Mungu wako. Bila kuwa na Mungu wako huwezi kuja katika ushirika ambaye Mungu tunaamini wote pamoja, tunakuja tunakubaliana katika huyo Mungu, anakuwa Mungu wetu. Kwa hivyo wapenzi, muwe watu wa kuitii sauti yake. Jambo lingine, ukipenda Mungu huyo, utii sauti yake, fanya vile anavyosema, na vile vile ushikamane naye. Umpende, mshikamane, usikubali kumwacha Mungu wako. Wacha, usikubali kuacha Mungu wako, shikamana naye. Yaani nawe utapata nini? Utapata uzima. Uzima wako utatoka pale. Wakati Mungu yuko ndani yako, anakuponya, anakuinua, anakutukuza kati ya mataifa, anakufanya mtu wa maana, anakuondolea mambo ya kuondoka hii dunia haraka haraka, anakuweka mpaka miaka ya ahadi 70 na kuongeza. Kwa hivyo utakuwa na uzima. Huo ndio uzima, na wingi wa siku zako utaongezewa siku. Uone umepiga 70, umeenda umepanda 80, 90, 100, unasonga tu. Hata Musa alifika 120, hata Yakobo alifika 147, hata Ibrahimu alifika 175. Kwa hivyo inawezekana kwa Mungu, yote yanawezekana. Soma kitabu cha Luka 1 mstari wa 37. Kwa Mungu yote yanawezekana. Wewe ndio unakataa, unakula sumu, unafanya nini, unajiweka alcohol mingi ndani ya mwili, nini, mambo mengi tu. Sasa hiyo mwili hata ukitaka kuisha huwezi kuishi, kwa sababu umejichanganya. Ibada zako unaenda kuabudu miungu ingine ambayo hujui ilitoka wapi, ni kwa wachawi, ni kubanwa mwili, kukatakatwa nini, mambo hayo yote unaondoka. Basi siku zako zinapungua. Lakini ukikaa katika Bwana, siku zako zitaongezeka, upate kukaa katika nchi Bwana aliyokuapia baba zako. Yaani ukae vizuri, ukule vizuri, uishi vizuri, ufurahi kama mimi nafurahia tu Bwana, kwa sababu nimetembea kutoka Afrika, na wewe vile vile. Hata wewe umetembea, umeenda Europe, umeenda wapi, uko Amerika, wengine wako Afrika, umetembea, umetoka kijiji chenu. Hiyo ni uhai. Mahali umetoka, umetembea, umeona vile Mungu anatenda, kwa sababu kutoka ndio unaona mambo mengi ambayo haukuweza kuamini. Unaona matendo ya Mungu na unaanza kurithi, kwa sababu ni Bwana anakufungulia njia hizo. Sasa kaa katika njia za Mungu. Kaa ukimpenda huyu Mungu, umwambie unataka kuongezee amani na urithi uongezeke, kama vile alimuongeza utajiri Ibrahimu, na vile vile akamuongeza upendo nani, Isaka, na upole, na vile vile akamuongeza nani, Yakobo, utajiri mwingi kutoka hata kwa mataifa, kwa kina Laban na kwingineko, kwa sababu Bwana alimwahidi na akampa nchi. Na sasa Mungu ametupa nchi. Je, una nini? Una ploti ngapi? Unaishi mahali gani? Hata Mungu atakufungulia mlango, uwe na mahali pako, ujenge mahali pako, uishi vizuri kwa furaha, kwa sababu hiyo ni ahadi ya Mungu, na ahadi ya Mungu haivunjiki milele. Kwa hivyo Mungu ukimwamini, utende mapenzi haya, utaishi vizuri. Kile unachotamani na roho yako utapata, na ukipata utaishi kwa furaha ukijua Mungu wako. Na anasema kitu moja, usishikamanishe Mungu wako na kingine chochote ila yeye mwenyewe. Mungu awabariki siku ya leo. Tutakoma mahali hapo
na tutaendelea wiki ijao. Mungu awabariki sana, azidi kuwapenda na nyinyi mumpende Mungu pamoja nami pia, na tushikamane na Mungu ili siku zetu ziwe nyingi katika nchi hii ambayo ametupa, kama alivyoahidi babu zetu na baba zetu na wale waliotutangulia. Asante, mbarikiwe sana.